Unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Ikiwa sera itabadilika. Chukua kitu cha pili ambacho Marekani anakifanya ndani ya Gaza. Nimesema kuhusu kambi. Marekani wanaanzisha ujenzi ambao utafadhiliwa na baadhi ya nchi za Kiarabu katika maeneo ambayo yako chini ya udhibiti wa IDF mpaka hivi sasa. Gaza imegawiwa. Kuna yellow line, kuna red line. Halafu kuna green line ambayo iko kwenye buffer zone. 53% ya Gaza hivi sasa ndio iko inakaliwa na watu wa Kipalestina ambako Israeli haruhusiwi kuingia upande wa pili, lakini anafanya mashambulizi ya drone. Asilimia iliyobaki huko pembeni kuna wakazi wanaishi lakini wako chini ya vikosi vya IDF. Kwa hiyo hao unaweza kusema kama vile wanavyoishi walio West Bank occupied, wamekaliwa, wakaliaji hapa ndani ya Gaza. Sasa hili eneo ambalo la zaidi ya 40% ambalo liko chini ya IDF, kuna nchi za Kiarabu zimekubali kutoa ufadhili wa ujenzi wa Gaza katika maeneo ambayo yako chini ya udhibiti wa Israel, lakini hawako tayari kujenga maeneo yote yaliyo chini ya Hamas. Kwa hiyo unaweza ukaelewa vita ya Hamas sio ya Israel na Marekani. Vita ya Hamas inazikusanya hadi washirika nchi za Kiarabu. Niliwaambia kipindi cha nyuma kuwa kuna nchi za Kiarabu zilizozungumza kuhusu ujenzi wa Gaza, kwa sababu unakumbuka Misri mwezi wa 5 alitoa gharama ya ujenzi, mwezi wa 3 nadhani walitoa gharama ya ujenzi ambayo ilifika dola milioni 53, lakini Umoja wa Mataifa hivi karibuni ikasema no, ujenzi unahitaji bilioni 70 dola. Nimeona Syria juzi wanasema ujenzi wa Syria unahitaji dola bilioni 260. Syria bilioni 260 zinatakiwa kwa ajili ya kuirudisha Syria, kwa sababu Syria kubwa na nchi na unajua na watu wengi ni tofauti. Gaza inahitaji bilioni 70. Sasa Marekani wanakusudia kuanza kujenga miji mipya ndani ya Gaza ambayo elewa kuwa maeneo mengi yanayojengwa ni maeneo ambayo tayari kulikuwa kuna miji Derbala, sijui miji yani nini, ilikuwepo miji mingi ambayo watu wake walikuwa na hati na umiliki. Leo hii kila mtu aliyekuwa na umiliki wa ardhi kule hatambuliki, kwa sababu huu ujenzi mpya utahusu watu ambao hawakuwa na nasaba yoyote, ndugu jamaa na marafiki, nasaba yoyote na Hamas. Sasa hapa ndio upuuzi mwingine ulipokuja kuwa Hamas ni watawala wa Gaza waliochaguliwa kidemokrasia mwaka 2006. Wakati wa uchaguzi 2006-2007 walishindania Hamas na Fatah. Hamas wakapigiwa kura. Kwa hiyo Hamas ni kama serikali kamili. Sasa chukulia kitu kimoja. Mtu yoyote aliyepewa idhini, yani chukulia kuwa Hamas walikuwa ni watawala. Maana yake kama ni watawala ndio walikuwa serikali, au tuseme ndio serikali ya Gaza. Kwa hiyo wanamiliki hospitali, wanamiliki mashule, wanamiliki taasisi zote, kila kitu, mishahara na kila kitu. Kwa hiyo wote waliokuwa wakifanya kazi katika serikali ile wanahesabika kuwa walikuwa ni washirika wa Hamas. Yani wote, walimu, madaktari, manesi, nini, wote. Kwa sababu chukulia kitu kimoja kuwa mfano wakati wa mgogoro wa Israel na Hezbollah kule Lebanoni, kuna siku Israel ilifanya mashambulizi mji wa kaskazini. Unajua kaskazini wa kule Lebanoni ni mji wa Tripoli. Tripoli ni mji wa pili kwa ukubwa baada ya Beirut, ambao uko mbali kabisa, yani hauhusiani na huku. Ukija huku kusini ndio ngome ya Hezbollah. Lakini Hezbollah ndani ya Lebanoni pia ni taasisi kubwa ambayo ina mashule, ina hospitali, ina vyuo, ina taasisi nyingi ambazo zinaendeshwa na wao, ambao walimu, wafanyakazi wote kuwa wanapokea mishahara kupitia ile taasisi. Yani ni taasisi kubwa ambayo ina miradi mingi ndani ya nchi. Israeli ikaenda ikafanya mashambulizi Tripoli ikilenga hospitali na mashule ambayo yanamilikiwa na Hezbollah. Yani ikawalenga wale kule ambao kuwa wao wanafanya kazi kwenye taasisi, ambao kuwa hawana, sio wapiganaji, sio wenye silaha, sio, ikawalenga. Sasa ndani ya ujenzi mpya wa Gaza, huu mpango wa sasa ndio uko hivyo kuwa mpango huu utahusu ujenzi wa miji ambayo maeneo yale yalikuwa yakimilikiwa na watu, utambulisho wao tena hautokuwepo.
yani hakuna tena atayemiliki, isipokuwa wapya wataopewa umiliki ni wale ambao Israeli imewafanyia uchunguzi na kujiridhisha kuwa hawa ndio wanatakiwa wakae hapa. Rudi kwenye maandiko ya Trump ya vifungu 20 vya makubaliano, kuna sehemu wanasema vikosi vya Israeli vitaondoka na kuiachia. Huu mpango umetolewa wapi? Huu mpango kwa nini umeanza? Ambapo utekelezaji wake unaweza kukamilika katika ujenzi wa miji ambayo wanakusudia kuwa itakuwa na wakazi kati ya 6,000 na 25,000. Yani wanatengeneza miji ambayo haitokuwa na watu wengi ili kuweza kuwadhibiti. Kuwa 25,000 kijiji hiki tunamaliza, hamna tena ujenzi mpya. Tunapeleka sehemu nyingine 25,000, tunapeleka sehemu nyingine 25,000. Alafu watu watakao kaa hapa, hakuna mtu atakayekaa ambaye hata ndugu yake alikuwa nesi katika serikali iliyopita, kwa sababu tutaconnect kuwa wewe ulikuwa na uhusiano na Israeli anaondoka lini Gaza. Kwa hiyo utarudi kuwa makubaliano yote ya vifungu 20 yalikuwa ni hadaa. Ni hadaa ambayo haina utekelezaji. Maana yake kuwa hakuna muda wala wakati wala namba inayoonyesha kuwa Israeli anaondoka lini Gaza. Kwa hiyo vitu viwili viko kwenye programu ambayo imeanzishwa hivi sasa ndani ya Israeli. Marekani bado anabishana na Israeli kujenga kambi, lakini hilo nimelizungumza kuwa msilichukulie kama lilivyo, kwa sababu maisha mengi ya Marekani na Israeli yanaandikwa script na mnachezewa drama. Watakwambia hawajui Israeli anaenda anashambulia Qatar, halafu Marekani anakuambia nilikuwa sijui, lakini kwenye kumlinda anamlinda. Israeli anaenda anashambulia Syria, Marekani anasema sisi hatujamtuma. Israeli anashambulia Iran, halafu Marekani anasema sisi tulikuwa hatuna kabisa habari. Hayo ndio maisha ya Israeli na Marekani. So usiyachukulie vile. Yani hapa kinachotafutwa wakati mwingine ni drama ya kuhalalisha kuwa ionekane Israeli kapinga, halafu Marekani amelazimisha, halafu upande wa pili mjai kwenye mfumo kuwa unaona hata huyu amelazimisha, kumbe wao nyuma ya meza wanawacheka nyinyi, wanaona haya kweli tunayachezea tunavyotaka. Kwa sababu hii ni mipango ambayo sisi tunaipanga kuwa sikusemesha unisemeshi, lakini mimi Trump anakwenda Mashariki ya Kati hasemeshana na Netanyahu, lakini majukwaani kote anainadi Israeli na kutaka suluhu na Israeli na kutaka zile nchi zote ziwe na uhusiano na Israeli, hali ya kuwa akiponda Irani kweli kweli kuwa Irani imefanya hivi la huko vyombo vya habari vyote vinaandika kuwa kuna ugomvi mkubwa kati ya Netanyahu na Trump. Lakini upande wa pili vitendo haviainishi chochote anachokiona. Wanamaliza ziara, anarudi anamuita Netanyahu, njoo hapa, unasikia Marekani imepeleka msaada wa silaha za bilioni kadhaa. Hayo ndio maisha ya Marekani na Israeli. Kwa hiyo kwenye kambi ichukulie hivyo kuwa it's not official kuwa eti ile kambi Israeli hawaitaki kwa sababu Marekani na Israeli wanaweza kukuanguana kwa hilo. Huwezi. Marekani na Israeli hawawezi kwenye hilo. Licha ya kuwa Israeli anamtumia Marekani kwa akili kuwa huenda Israeli kweli haruhusu wala hakubali uwepo wa kambi ya Marekani katika eneo hilo. Kwa hiyo inaweza ikajengwa kambi ambayo inatajwa kuwa itakuwa na wanajeshi kati ya 10,000. Kati ya 10,000 ambao mwisho Marekani atakuja kutuambia kuwa kama alivyoongea Marco Rubio mwezi uliopita, alichosema kuwa uidhinishaji wa vikosi vitavyoenda kukaa Gaza utaidhinishwa na Israeli. Kwa hiyo hata hii kambi Marekani anaweza kuijenga, akimaliza kuijenga anasema kuwa Israeli ndio watapanga nchi gani iende ikakae hapo kwenye hizo kambi. Kwa hiyo unaweza kulipata jibu tu kuwa tunaposema huwa nawaambia ile military reserve wa Israeli. Military reserve unajua wale askari ambao wanatoka kwenye nchi zao kuja kupigania nchi yao ya Israeli, wakitoka wanarudi kwenye nchi zao, ndio hao wanajeshi wa Ujerumani, wa Marekani, wa Uingereza watapelekwa katika combat ya kimataifa. Kuwa hawa ni wanajeshi wa kimataifa, lakini in reality hawa ni wazayuni, wanaenda kufanya kazi ile ya GHF aliyokuwa akifanya, shirika la ugawaji wa misaada la Kimarekani na Israeli, ambalo linaua na kuua, lakini linajifanya kujinasibisha kuwa shirika humanitarian, yaani shirika la kibinadamu Gaza. Shirika la kibinadamu la misaada la kibinadamu Gaza, ambalo kazi yake linaua tu. Hauwezi kulitofautisha, ni shirika la kizayuni ambalo limependekezwa na Marekani na Israel. So Israeli anajua kucheza vizuri na Marekani kwa step bila kumgusa, anajua sana. Jamani, chana mwema.